السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: والله أعلم بأعداء وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الله أعلم بأعدائكم، الله anawajua zaidi maadui zenu. Wallahu a'lamu bi'a'daikum, Allah subhanahu wa ta'ala anawajua zaidi maadui zenu. Ayuha almu'minun, enyi waumini, bi'adawati haulai alyahudi lakum, kwa ule uadui wa hawa mayahudi kwenu nyinyi. Allah subhanahu wa ta'ala anaujua fika uadui, chuki, bughdha waliokuwa nazo mayahudi dhidi ya Uislamu. Allah tabaraka wa ta'ala anajua hilo. Wakafa billahi waliyan, na anatosha Allah kuwa ni mlinzi. Wakafa billahi waliyan, na anatosha Allah tabaraka wa ta'ala kuwa ni mlinzi, kuwa ni mwenye kuwahifadhi nyinyi. Bimaana wakafa billahi waliyan yatawallakum, anatosha Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni mlinzi, kuwa mwenye kuwahifadhi nyinyi na kuweza kuwatawalia mambo yenu. Wakafa billahi nasira, na anatosha Allah kuwa ni mwenye kuwanusuru. Ay yansurukum ala a'daikum, anatosha Allah kuwa ni mwenye kuwanusuru nyinyi dhidi ya maadui zenu. Allah tabaraka wa taala anatosha kabisa kuwanusuru Waislamu, kuwanusuru waumini dhidi ya maadui zao. Hawa ndio Allah tabaraka wa taala ndio mwenye kuwanusuru waja wake na maadui wote, wawe ni Mayahudi, wawe ni Manasara, wawe ni washirikina, wawe ni majusi. Allah ndiye mwenye kutawalia nusra. Waman nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim, al-aziz al-hakim. Wama haikuwa nusra isipokuwa inatoka kwa Allah tabaraka wa taala, al-aziz al-hakim. min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i, mna katika wale ambao ni Mayahudi wanayageuza maneno kuyatoa katika sehemu zake. Wayaquluna sami'na wa asaina, na wanasema tumesikia na tumeasi. Wasma, nasikia, ghaira musma'i, bali ya kusikilizwa pasi na kusikilizwa. Wara'ina, na tuchunge sisi, layyan bi alsinatihim, hali ya kuwa ni wenye kupindisha dini zao. Wata'ana fi ddin, na kuitukana dini ya Allah. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na, na lau kwamba wao wangesema tumesikia na tumetii. Wasma, nasikia ewe Muhammad, wandhurna, na tutazame sisi katika jicho la rehma. Lakana khairan lahum wa aqwam, ingelikuwa ni bora zaidi kwa wao na ni uadilifu zaidi maneno haya. Walakin la'anahum Allah bikufrihim, lakini amewalani wao Allah kwa sababu ya ukafiri wao. Fala yu'minuna illa qalila, basi hawawezi kuamini isipokuwa wachache. Hii inazungumzia Mayahudi ambao waliweza kubadilisha kitabu cha Allah ambao ni Taurati, wakaingiza maneno hayo. Maana wakaingiza maneno yao yanayoendana na matamanio yao. Na tusisahau kwamba vitabu vyote vilivyoteremshwa kutoka mbinguni, na Taurati, Injili, Zaburi, hivi vitabu viliingiwa na taharifu na taghayyur, viliingiwa hivi na kugeuzwa, kubadilishwa, ikawa wanaingizwa maneno ya watu katika maneno ya Allah tabaraka, na waliyageuzwa kwa makusudi Mayahudi kuweza kupotosha, isipokuwa Qur'ani tu. Na hii Qur'ani mpaka leo imehifadhika, si kwa sababu ya nguvu zetu. Hii ni kafala min Allah azza wa jalla.
Hivi ndivyo Allah tabaraka wa taala alivyoweka dhamana hili, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sisi ndio tulioteremsha adh-dhikr wa huwa al-Qur'an, wa inna lahu lahafidhun, na sisi ndio tuwenye kuhifadhi Qur'an. Kama hifdhi ya Qur'ani min indillah subhanahu wa ta'ala. Lakini ukiangalia vitabu vyote hivi, wao wenyewe ndio wamepewa mamlaka hii ya kuweza kuhifadhi na wakashinda. Na mamlaka haya pia ingeleta kwetu sisi tungeshinda. Lakini Allah mwenyewe ndio ametawala hifdhi al-Qur'an, ametawalia hili. Kwa Allah tabarak wa taala anasema katika hii aya, minal ladhina hadu, inna katika wale ambao wamekuwa ni mayahudi, yuharifuna al-kalima an mawadhi'i, wanayageuza maneno ya Allah yaliyopo katika vitabu vyao kuyatoa katika sehemu zao, baadhi ya aya, baadhi ya mafundisho, tena haswa zile aya au maandishi ambayo yanazungumzia ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika vitabu vyao, wanageuza kabisa. Yuharifuna alkalima an mawadhi'ihi, wanayageuza maneno kuyatoa katika sehemu zake. Ay min alyahudi fariqun, inna katika mayahudi kundi, daabu ala tabdili kalamillah, wao wamekwenda katika kuweza kuyabadilisha maneno ya Allah, wa taghyirihi, na kuyageuza vile vile, amma huwa alayhi, katika ile hali yake ya uwasili, katika asili yake, iftiraan ala Allah, wanafanya hivyo kwa kumzushia Allah tabaraka wa taala, wanamzushia Allah subhanahu wa taala. Wayaquluna sami'na wa asaina, Allah anasema, na wanasema sami'na wa asaina, tumesikia na tumeasi. Ndio maneno ya Mayahudi, yani alikuwa akiambiwa na mitume wao kwamba semeni kuwa tumesikia na tumetii, dhihirisheni as-sam'u wa ta'a kwa Mola wenu, kwa Mola wenu, semeni maneno haya. Ndio wanasema Mayahudi, sami'na, tumesikia, wa asaina, na tumeasi. Wasma, nasikia kutoka kwetu sisi, ghaira musma, hali ya kuwa si mwenye kusikilizishwa, na si mwenye kusikiliwa, yani wewe si mwenye kusikizwa maneno yako. Hapa naambua tume katika mitume yako, wasma, sikia kwetu sisi, ghaira musma, sawa, basi na kusikizwa, hali ya kuwa si mwenye kusikizwa maneno yako. Wara'ina, na tuchunge sisi. Lakini maneno haya anaposema tuchunge sisi, wao neno hilo la tafsiri maana nyingine, kwa sababu maana ya neno ra'ina pia Kiyahudi na maana ya matusi, na ndio wao walikuwa wanakusudia, yani kama vile wanamtusi mtume wa Allah. Ndio maana Allah anasema layyam bi alsinati, hali ya kuwa ni wenye kupindisha ndimi zao kwa neno hili, au wanasipindisha zile ndimi zao, kwamba walitumia neno ra'ina tuchunge sisi, kwa mafhumu ya haraka haraka utaona kwamba wanataka wao riaya Allah tabaraka wa taala, kuchungwa, lakini wana maana nyingine, maana ya kumtukana mtume Allah. Ndio Allah anasema layyam bi alsinati, hali ya kuwa ni wenye kuzipindisha, wenye kuzigeuza ndimi zao, wa ta'anan fi din, na kwa ajili ya kumtukana dini. Sababu unapomtukana mtume maana kumtukana dini, kwa sawa. Hapa shekha anasema wayaquluna lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, na wamwambia mtume wa Allah, rehma na amani zije kama ni mtume wetu, sami'na qawlaka, tumesikia maneno yako, wa asaina amra, na tumeasi amri zako. Na hii ndio maana pale aliposema sami'na wa asaina, maana tumesikia maneno yako, hayo wazungumza zote tumesikia, wa asaina ndio tumeasi, maana tumeziasi amri zako. Wasma bi maana wasma minna, maana kisikiliza kwetu sisi, yani wewe unatakiwa kusikiliza sisi, sio sisi tukusikilize wewe. Ghaira musma, hali ya kuwa si mwenye kusikilizishwa, maana si mwenye kusikiwa, sawa. Alafu wanasema wara'ina, maana wayaquluna ra'ina sam'a, na wanasema kwamba mchunge au tuchunge sisi kwetu sisi katika sikio lako, layyam bi alsinati, kwa ajili ya kule kuzipindisha na kwa ajili ya kuzigeuza ndimi zao, wa ta'anan fi din, na vile vile kuitukana dini ya Allah tabaraka. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walau annahum qalu,
na lau kwamba wao Mayahudi wangelisema sami'na, tumesikia, maana tumezisikia amri zako, na tumesikia maneno yako, wa ata'na, na vile vile tumetii, maana tumetii sasa amri zako ulizotuamrisha, wasma wandhurna, nasikia, maana kutoka sisi kwamba sisi tumeweza kufanyaje kusikia maneno yako na kuweza kutii amri zako, tusikilize hilo, wandhurna, na tutazame sisi mtume wa Allah kwa jicho la rehema. Lau ungesema maneno kama haya kumwambia mtume wa Allah rehema na amani juu yake, lakana khairan lahum wa aqwa. Hiyo ndio jawabu ya lau, ingelikuwa ni bora kwa wao na ingelikuwa amesema maneno ya uadilifu zaidi. Aqwa maana ingelikuwa ni uadilifu zaidi kwa wao. Aqwa bimaana a'dal, ni uadilifu zaidi. Walikuwa wamesema maneno ya uadilifu zaidi, maana a'dal qawlan, walikuwa wamesema maneno ya uadilifu zaidi. Walakin la'anahum Allah bikufri, lakini Allah amewalani wao kwa sababu ya ukafiri wao. Kwa maana anazungumza kama maneno kama haya, sami'na wa asaina, kufahamisha kwamba hawa ni makafiri na wamepata laana ya Allah tabaraka wa taala. Walakin la'anahum Allah bikufrihim, lakini amewalani wao Allah kwa sababu ya ukafiri wao. Ay taradahum min rahmatihi, Allah amewafukuza na kuweka mbali kutokana na ukafiri wao. Sawa, bisababi kufrihim, kwa sababu ya ukafiri wao, wa juhudihim nubuwata Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na kule kukanusha kwao na kupinga kwao ule unabii na utume wa mtume wetu Muhammad, rehma na amani juu yake. Fala yu'minuna illa qalila, basi hawatuamini isipokuwa ni wachache katika Mayahudi ndio ambao tukuamini. Tuliona kule nyuma katika sura Al-Imran, tuliona kwamba kuna kundi la Mayahudi ambao walikuwa wakiamrisha mema na kukataza mabaya. Kikundi chache sana la Mayahudi, wengi wao walikuwa ni makafiri. Ya ayyuhalladhina utul kitab, enyi ambao mliopewa vitabu, kama Yahudi na Nasara, aminu bima nazalna, aminini kile ambacho tulichokiteremsha, musaddiqan lima ma'akum, hali ya kuwa ni chenye kusadikisha kwa vile vitabu vilivyopo na nyinyi. Musaddiqan, hali ya kuwa ni chenye kusadikisha hicho, lima ma'akum, kwa yale ambayo yalikuwa pamoja na nyinyi. Maana kwamba Qur'ani inathibitisha yale ambayo yalikuwa katika vitabu vyao, na Taurati na Injili na Zaburi, min qabli an natmisa wujuhan, qabla ya kuzifuta nyuso, fanaruddaha ala adbariha, na tukazirudisha nyuso hizo ala adbariha, nyuma yake. Maana kabla hatujazigeuza zile nyuso zile katika vichogo zake, Allah tabaraka wa taala kabla haja sigeuza nyuso zao kuzielekeza nyuma. Au nal'anuhum, au kabla hatuja walani wao, kama la'anna ashab as-sabt, kama tulivyowalani wale watu wa Jumamosi. Wa kana amru Allah maf'ula, na halikuacha kuwa jambo la Allah lenye kutekelezwa. Maana Allah anapoamrisha jambo lake huwa linatekelezwa. Na hii ni khitabu vile vile Allah tabaraka wa taala anawahutubia Mayahudi kutokana na yale maovu yao, kutokana na ule ukaidi wao, min al-inad, kaidi ule waliokuwa nao. Bado Allah tabaraka wa taala anawaangania na kuwataka Mayahudi wawe ni Waislamu wa kweli. Ndipo aliposema ya ayyuhalladhina utul kitab, enyi ambao mliopewa vitabu. Sawa, bimaana ya ahla alkitab, enyi watu mmekuwa vitabu vya Allah, min alyahudi wan nasara, aminu bima nazalna, aminini kile ambacho tulichokiteremsha, bimaana saddiqu wa'malu bima nazalna min alquran, sadikisheni, sawa, na kifanyeni kazi kile ambacho tulichokiteremsha katika Qur'an, au yale ambayo tuliteremsha katika Qur'an, yafanyeni kazi. Bima nazalna musaddiqan lima ma'akum, kwa kile ambacho tulichokiteremsha, hali ya kuwa chenye kusadikisha kwa vile vilivyokuwepo pamoja nani. Maana Qur'ani inasadikisha vitabu vyenu, kwa maana yake yaminini min alkutub, katika vitabu vilivyotangulia huko nyuma, min qabli an natmisa wujuhan, kabla hatuja zigeuza nyuso, au kabla hatuja zifuta nyuso. Sote tafsiri
min qabli an natmisa wujuhan, kabla hatujazigeuza nyuso, yani zile nyuso zenu zile, kabla hatujaweza kuzigeuza na kuzifuta, fanaruddaha ala adbari, tukazirudisha nyuma yenu, yani manake katika vichogo vyenu. Sawa, Sheikh anasema fa min qabli an na'khudhakum bisu'i sani'ikum, kabla hatujawakamateni nyinyi kwa ule ubaya wa vitendo vyenu. Sawa, fanamhu alwujuha, tukaweza kuzifuta zile nyuso, wanuhawilaha, na tukaweza kuzigeuza qibala dhuhur, nyuma za migongo yenu, au nal'anhum, au kabla hatujawalani wao, kama la'anna ashab as-sabt, kama tulivyowalani wale watu wa Jumamosi. Watu hawa ni wale watu ambao nuhu anis-sayd, walikatazwa wao kuepukana na kuvua siku ya Jumamosi. Kaamba kwamba siku ya Jumamosi hawa ni Mayahudi pia vile vile tena, lakini hao wanapita mzamani, kaambia kwamba wasiwe siku ya Jumamosi. Hii siku ya Jumamosi itengeni kwa ajili ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala, yaumu sabt, kama ashabu sabt. Sawa, alafu Allah tabaraka wa taala akawapa mtihani. Ile siku ya Jumamosi ndio samaki wanakuwa wengi kweli kweli, wanakuja mpaka katika sehemu za ufuko wa bahari kweli kabisa, ruka. Ikifika siku ya Jumapili ambazo tunaruhusiwa na sheria yao sasa kuweza kuvua, Jumapili, Jumatatu na siku zinazofuatia, hawapati chochote katika samaki. Kwenda na vyombo vyao kula, wana ndoto walipata wao, uono upate mtihani. Allah na watu akakasirika wale mama. Ikale siku ya Jumamosi wana vitenge vile zile nyavu zao na stega hiyo siku ya Jumamosi, stega vizuri ili samaki wakija waingie. Jumapili ndio waende. Sasa ukishatega ushavua, wajifanya uwerevu sana, wajifanya kwamba anakozeni kuliko Allah tabaraka wa taala. Ukishatega na umevua hivyo, ni kama vile wale wanaotega mitego katika kutega wale ndege kule nchi kavu, kama vile mfano wale kanga au sio bwana, matitiri yale, na kwa unatega ile, alafu ndio manake ndio ushatega mitego hapo. Kwa hiyo wana ukatega siku ya Jumamosi, yani nyavu zao zile, alafu wakakaa pembeni. Jumapili walipokuja samaki wakawapata. Allah tabaraka wa taala kwa kitendo chao hichi akawaangamiza. Katika aya zilizokuja kwamba waligeuzwa manyanya na manguruwe, sasa akasema sije sisi tukawageuza nyuso zenu kama tukawageuza kule. Kuna jamaa anakuambia Mayahudi wa Madina katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, jamaa zenu wakiwafanya hivi, sawa, kwa msijisahaulishe babu zenu, tutafanya tendo kama hivi. Kwa hiyo maana angalieni vizuri sana. Kwa hiyo kama Allah anasema kama la'anna ashab as-sabt, kama tulivyowalani watu wa Jumamosi, sawa, ambao walikatazwa anisaidi fihi, watakuvua katika siku hiyo, falam yantahu, hawakukoma, faghadiba Allahu alayhi, Allah akawatukia wao, wataradahum min rahmatihi, akawafukuza na rehema zake. Wa kana amru Allahi maf'ula, na halikuwa kuwa jambo la Allah lenye kutekelezwa katika hali yote, kama alivyolitekeleza kule kwa Mayahudi wale, uwezo pia anaweza kulitekeleza kwa dini Mayahudi katika zama hizi. Na hii si kwa Mayahudi tu, hata wale wenye kufanana vitendo vya Kiyahudi pia, hata kama si katika Mayahudi, lakini vitendo vyao ni vitendo vya Kiyahudi, adhabu itawahusu vile vile. Na tahadhari hii Allah tabaraka wa taala anapoitoa hawa pia na wahusu hapo, si wewe. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, hakika Allah hasamehe kushirikishwa pamoja naye, bihi bimaana ma'a, pamoja na yeye, sawa. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na anasamehe Allah sio kwa ushirikina kwa ule amtakaye. Waman yushrik billahi, na yeyote mwenye kumshirikisha Allah, faqad iftara ithman adhima, bas hakika amezua, sawa, dhambi lililokuwa kubwa sana kumzulia Allah tabaraka. Huwa tunasema siku zote hivi sasa dhambi kubwa si ushirikina, dhambi kubwa sasa ni kubwa kuliko hata ushirikina, ni uzinzi. Ndio jamii tulikopo nazo, kwamba jamii
itakusema sasa, wanakuonyesha vidole na ikawa watu wote kusema vibaya, ikiwa kwamba huyu kateleza katika fahisha, katika uchafu. Lakini jamii hii kuna gurumudi la watu ni washirikina, wala hawasemi. Kumbe ushirikina ni mkubwa zaidi dhambi lake kuliko hata uzinzi. Uzinzi washindana na uongo. Uongo ni mkubwa kuliko uzinzi kama dhambi. Walijua hilo? Naam. Kadhib dhambi lake ni kubwa kuliko uzinzi. Sababu sio ushirikina. Ushirikina ni mkubwa zaidi. Tena katika masikitiko jamii tuliokuwa nayo sisi, wengi katika familia zetu wanakufa na kwa nini washirikina? Basi nakujua hilo. Basi nakulitambua. Wengi katika familia. Sasa hakuna hata familia moja katika familia tuliokuwa nayo sisi ambayo imepukana na watu ambao sio washirikina. Hakuna. Ni wachache mno. Lakini familia zetu, ndugu zetu, asilimia kubwa ni washirikina. Tuko sawa? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah hasamehi an yushraka bihi, kushirikishwa pamoja naye, pamoja na yeye. Allah hasamehi ushirikina. Manake yule atakayekufa anakuwa ni mshirikina, sawa hakupata toba huku duniani, akafa anakuwa ni mshirikina, huyo Allah msamehi, ni motoni milele tu. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na anasamehe Allah usiokuwa ushirikina kwa ule mwenye kumtaka. Waman yushrik billahi, na yoyote, mali hapa ni shartia ya jamaa, na yoyote atakayemshirikisha Allah tabaraka wa taala, faqad iftara, hiyo ndio jawabu ya sharti ambayo ni muqtarin na biqad. Sawa, faqad iftara ithman adhima, bas hakika huyo amemzulia Allah madhambi makubwa. Ay inna Allah taala la yaghfir, Allah subhanahu wa taala hasamehi wala yatajawaz, wala haondoshi wala hasamehi vile vile amman ashraka bihi ahad, kumsamehe yule ambaye amemshirikisha pamoja na yeye, kumsamehe yote makhluqati yote. Ndio maana hata Mtume sallallahu alaihi wasallam utukufu wake na ubora wake alikuwa nao, alikuwa na Allah wa baini ashrafil khalq, ndio kiumbe bora. Lakini Allah alimwambia la in ashrakta, lamu hapa ni waqi'a fi jawabi qasam mahdhuf. La in ashrakta, na apa kama utanishirikisha, yahbatanna amaluk wala takunanna min al-khasirin. Shua kama pamoja kwa moja, na huyu ni bora katika viumbe vyake. Sasa na wewe afu sema mtu ni mshirikina, au asema kwamba hii ni dawa, mdua hii, unadua ushirikina. Alam tara ila alladhina yazukuna anfusahum, alam tara ila alladhina yazukuna anfusahum balillahi yuzakki man yasha wala yudhlamuna fatila. Alam tara, hivi huwajui ewe Muhammad, ila alladhina yuzakkuna anfusahum, wale ambao wanaozitakasa nafsi zao. Sawa, kuna watu hawaja special wanazitakasa nafsi zao, ushajiona kwamba wao ndio tayari kila kitu, wajisifu wao ndio wajipa sifa zote kwamba wao ndio watu bora, wao kadha. Sawa, wazungumzia watu design kama hapa. Balillahu yuzakki man yasha, bali Allah ndio humtakasa amtakaye katika waja wake. Taskia toka kwa Allah, sidanganya mtu yoyote katika dunia. Inaanza katika jamii tuliokuwa nao sisi. Hakuna hata mtu mmoja mwenye mamlaka taskia, yani akusema kwamba ni mtu mwema, wewe sio utaenda peponi, wewe umeokoka, wewe sio uko katika haki. Hakuna mtu wa dunia. Kwa maana hata Ibn Fawzan aliulizwa kuhusiana na watu wa hadithi katika zama zetu sisi, ambao ni ulama wa jarh wa ta'dil, sio kama watu wa hadithi kwa makaburini. Jamani, shakufa siku nyingi. Sisi sasa tufuata, chukua kitabu kilichoandikwa na wazee waliopita kwa nyuma, usome, tumekulia sisi, tukusikilize, usome, basi sisi tufuate. Lakini huna jibu tunaweza kuambia sasa. Kwa sababu chukua kitabu cha Ibn Qayyim tusomea hapo maneno yake, anazungumza, tukusikilize, sisi tufuate. Sasa sisi mambo Mungu hatujui, ndio bakia. Lakini usiletee maelezo mengine yote. Tuko sawa mashaka? Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum, hivi huwajui Muhammad wale ambao wanazitakasa nafsi zao. Sawa, balillahu yuzakki man yasha, bal Allah ndio mtakasa amtakaye, wala yudhlamuna fatila,
na wala hawatudhulumiwa. Sawasawa, manake ule uzi wa kokwa ya tende hawatudhulumiwa. Uzi ule wa kokwa ya tende, yani kitu kidogo unachokifanya hatudhulumiwa yoyote. Yani jambo lolote hata kama dogo kama hivyo umelifanya, Allah kalithamini lile, kalichukua, kaliandika, atakulipa nayo. Ikiwa ni kheri atakulipa kwa kheri hiyo uliyofanya, ikiwa mbaya utalipa na huo bwana hata dhulumu katika. Wala yudhlamuna fatila, na wala hawatodhulumiwa yapo kuwa ni ule nyuzi ya kokwa ya tende, nyuzi. Sheikh anasema alam ta'lam ya Muhammad, hivi haujui Muhammad, amra ulaika alladhina yuthnuna ala anfusihim, mambo ya hao watu ambao wanaozisifu nafsi zao, wa a'malihim, na matendo yao. Yani mtu aisifu nafsi yake na vile vile asifu matendo yake, balaa kubwa hiyo. Wayasifunaha bituhuri, na wanajisifu wao kwamba wametoharika, walbu'd an su, na wamejiepusha na madhara. Na hizi sifa za Mayahudi. Mayahudi wanasema kwamba hatutoingia peponi isipokuwa masiku machache tu, yani yale masiku ambao wameabudu kwa ndama, zile siku ambazo wanazunguka ndama ndio wataingia motoni, alafu tutakapala katoka. Sifa za Yahudi, yani wamejitakasa namna wamepotoka mipaka hata kujitakasa. Na kuna baadhi pia Waislamu hizo wanacho. Sasa yani kuna mtu akiwa katika sehemu fulani hivi akishakuangalia, yani maana yake haumo kwenye dini, haumo. Sasa kama kanikana kwa mbendo anakuingiza kwenye dini, kumbe niingiza wewe uko mtoe. Anashakuona kwamba wewe haumo, salamu pia akupi. Sasa wewe ndio unaniingiza mpaka unitoe. Sio nitoe ndio baada ya kuwa umeshaniingiza, sasa waniingiza ndo anitoa. Sasa kuniingiza hujaniingiza kwa sababu alafu anitoa vipi? Alikwambia nani kanimu? Si balaa hii balaa kubwa. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum, hivi hujawaona? Manake hivi ujue Muhammad, wale ambao wanaozitakasa nafsi zao na kuzitaharisha sawasawa nafsi zao na matendo yao. Balillahu yuzakki man yasha, bali Allah ndio mtakasa ule amtakaye, min ibadihi, sasa katika waja wake, biilmihi, kwa ujuzi wake, bihaqiqati a'malihim, kwa uhakika matendo yao. Ndio maana Allah tabaraka wa taala ndio alimpa wahi mtume wake Muhammad akawazaki baadhi ya watu na anakuwa anatembea katika hapo. Ndio mtume kama Abubakar fil janna, ndio tasmia Umar fil janna, Uthman fil janna, Ali fil janna, Abdurrahman ibn Auf fil janna, ndio tasmia. Haya mwenzangu zakina nani? Na hawa walikuwa taskia hii wala hawakujiona bora kabisa, walijishusha watu wa kawaida sana, na wakafanya amali zao za kheri na kuwatakia ndugu zao kheri, wala hawakuwa na wasiwasi wala hawakuwa na viburi kabisa. Lakini umetata taskia katika ashraf alkhalq, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, wahyu unatoka Allah tabaraka. Na ndio maana iliposhuka ile sura lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab, Allah tabaraka wa taala alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam mfundishe hii sura Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b fundishe sasa, akamwambia Ubay ibn Ka'b kwamba Allah ameniamrisha nikufundishe sura hii, nikufahamishe, nisome hii sura nikufundishe. Ubay ibn Ka'b akasema samani ya Rasulullah, amenitaja kwa Allah, amenitaja kwa jina langu, Allah amenitaja kwa jina langu kabisa. Sema ndio, fabaka hana wafanyaje nao hawa nao kwa wewe hawa ndio watu wengi kweli kwenye Uislamu. Hawa walifanya tasika wale watu wengi kweli, kila walifanya amali zao wakaondoka zao. Wala yudhlamuna fatila, na wala hawatudhulumiwa ule uzi wa koko ya tende. Unzur, tazama Muhammad, kaifa yaftaruna ala Allah alkadhib, namna gani wanavyomzushia Allah urongo, bimaana ni waongo, kwa maana yake. Wakafa bihi ithman mubina, inatosha kwake yeye dhambi iliyokuwa wazi wazi. Unzur, tazama Muhammad, manake unzur ilayhim ya Muhammad, watazame wao ya Muhammad, mutaajjib, hali ya kuwa ni mwenye kushangaa, min amrihim, kusana na jambo lao na mambo yao. Kaifa yaftaruna ala Allah, namna gani wanavyomzushia Allah urongo.
manake wamzusha Allah uongo kweli hapa. Wakafa bihi ithman mubina, na inatosha hili na kumzushia Allah kuwa ni dhambi zilizokuwa wazi kashifan, ilikuwa wazi mno. Alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab, hivi hujawaona wale ambao waliopewa sehemu katika ilmu ya kitabu? Yani wanafahamu kidogo tu katika Taurati yao, wala haifahamu hivyo sehemu katika ujuzi wa kitabu. Wani Mayahudi pia. Alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab, hivi huwajui Muhammad wale ambao waliopewa sehemu ya ujuzi wafahamu katika kitabu? Yu'minuna biljibt, wanaamini uchawi. Aljibt maana as-sihr, wanaamini uchawi. Wat-taghut, vile wanaamini shetani. Wayaquluna lilladhina kafaru, na wanawaambia wale waliokufuru, haulai, hawa. Sawa, haulai, hawa manake hawa makafiri hawa, ahada, wameongoka zaidi hawa, min alladhina amanu, kuliko wale ambao walioamini sabila katika njia sawa. Yani hawa washirikina wanawapa support zaidi na kuwaunga zaidi mkono hawa makafiri kuliko hata Waislamu. Na wallahi ukitabiki sawa, wana kweli shirikina wanachukia sana watu wa sunna, shirikina wanachukia sana watu wa sunna, na wanapenda sana watu waovu. Kwa sawa, kwa nini? Ndio nilivyosema Allah hivi, shangaa ndio hivyo Allah anasema hakuna mtu shirikina yoyote atakayemwona mtu wa sunna, mtu anafuata haki akampenda. Takuchukia na kwa maneno mabaya, atakia wewe la yadhurukum illa adha, hawezi kudhuruni nini isipokuwa maneno mabaya na udhia. Umelieni katika hili. Kwa hiyo alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab, hivi hujue Muhammadi kwa wale ambao waliopewa sawa sehemu katika ujuzi wa kitabu, sehemu katika kukifahamu kitabu. Yu'minuna biljibt, wanaamini wao as-sihr, manake uchawi. Yu'minuna biljibt, wanaamini wao uchawi. Wat-taghut, na vile vile wanaamini shetani au kila kinachoabudiwa kwa Allah tabaraka, katika mashetani na katika masanamu, katika majini na wanadamu. Wayaquluna lilladhina kafaru, na wanawaambia wale ambao waliomkufuru Allah na wakamkufuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haulai, hawa makafiri hawa, ahada, hawa wameongoka zaidi hawa. Ndio wanavyosema shirikina, yani washirikina wanazokuta makafiri. Sawa, ndio tafikia mtu kwamba mtu anawasifu watu ambao si Waislamu, ni makosa katika sheria wasifu na kuona kwamba wao wameendelea kwa pasifu tofauti, kosa mikatazo ahli ilmu kama. Wayaquluna lilladhina kafaru, na wanawaambia wale ambao wamekufuru, haulai ahada, hawa makafiri hawa wameongoka zaidi katika njia, min alladhina amanu sabila, kuliko wale ambao walioamini katika njia. Sasa ulaika alladhina la'anahumullah, hao ndio wale ambao aliowalani wao Allah. Waman yal'anillahu falan tajida lahu nasira, na yoyote atakayemlani Allah hautompatia yeye mwenye kumnusuru. Yani ule ambaye ashapata laana ya Allah hautompatia wewe wa kumnusuru kutokana na laana ile. Na mfano ule kwa hai mwangalieni Ibilisi mpaka leo kwa hai, lakini hakuna mtu yote ambaye atakwenda kumnusuru ile hatari na mambo yake. Kwanza waanzaje kumnusuru? Wampata wapi? Kilifu sababu ni mal'un bin yumo hai humu duniani yule mpaka kiama kitasimama, atabaki vile vile na wala hatotubu. Sawa, ulaika hao alladhina la'anahumullah, hao ndio wale ambao aliwalani wao Allah, bimana taradahumullahu ta'ala min rahmatihi, ameweka mbali Allah tabarak wa ta'ala kutokana na rehema zake. Waman yal'anillahu, na yoyote atakemlani Allah, falan tajida lahu nasira, basi hautompatia, anaambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hautompatia wewe Muhammad nasira wa kumnusuru. Maanake yule mtu ambaye kuweza kumnusuru, wayadfau anhu su'al adhab, na ataweza kumuonyesha yeye na adhabu mbaya, hutopata. Am lahum nasibun min almulk, hivi wana wao sehemu katika ufalme.
Faidha, na wakati huo basi, la yutuna nnasa naqira, hawataweza kuwapa watu japo ganda la tende. Yaani ufalme wenyewe hawezi kuwapa watu japo kile kiasi cha ganda la tende, japo kidogo tu. Wanao ufalme huo, si watu madhalili tu hapo duniani bwana. Am lahum nasibun min al-mulk, hivi wana wao fungu katika ufalme, sehemu ya ufalme wanao wao. Faidha basi, kwa wakati huo, la yutuna nnasa, hawatawapa watu kutokana na ufalme wale waliokuwa na Allah naqira, japo kuwa ni ganda la tende. Maanake ile kopo ya tende, maanake hawana ufalme wote. Am yahsuduna nnasa ala ma atahum Allah min fadli, hivi wanawahusudu watu, na watu wanahusudu hapa ni umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hao Mayahudi wanahusudu umma Muhammad, wanahusudu Uislamu. Am yahsuduna nnasa, hivi wanawahusudu watu ala ma atahum Allah min fadli, juu ya vile ambavyo Allah alivyowapa wao katika fadhila zake. Faqad ataina ala Ibrahima alkitaba, bas hakika tuliwapa sisi watu Ibrahim alkitab, tuliwapa kitabu, walhikma tukawapa na unabii, annubuwa, atainahum mulkan adhima, na tuliwapa wao falme uliokuwa mkubwa kabisa. Lakini hawakujamba wala hawakumkufurisha Allah wala vile vile hakuna kuzungumza alu Ibrahim, tunazungumza Ismail, Ishaqa, Yaqub, Yusuf, sawa mpaka kuna Zakaria. Hawa wote ni katika alu Ibrahim. Kuna Yahya, sawa, kuna Isa, kuna Musa, wote ni alu Ibrahim. Tuko sawa? Muhammad katika alu Ibrahim pia. Tuko sawa? Am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli, hivi wanawahusudu watu, bimaana bal ayahsuduna Muhammada sallallahu alaihi wasallam, hivi wanamhusudu Muhammad, sawa, ala ma atahum Allah min fadli, juu ya vile ambavyo Allah alivyowapa wao katika fadhila zake. Maana katika vile ambavyo Allah aliwapa katika fadhila zake, manake kwa kule wanahusudu Muhammad na masahaba zake, kwa vile Allah aliwapa ile iman sawa, na wakakubali ule utume na ujumbe wa Allah, na wakawa wamepata ushindi katika hii ardhi, ikawa na izza. Na mpaka leo vile vile Mayahudi wanachuki na Uislamu, kuona kwamba Uislamu unaenea katika dunia, watu wanaifuata haki, watu wanakiri kwamba Muhammad mtume wa haki na ufuata Uislamu. Uislamu unajaa katika Uislamu. Ndio maana kila siku wanatoa propaganda, maalum maana hii, mara kesho propaganda hii, kesho kuto propaganda hii, kwa maana kwamba wao ni kusambaratisha tu kwamba ile nembo ya Uislamu isiwepo katika mgongo wa ardhi. Ni hasadi kutoka katika nafsi zao, hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli, faqad atayna ala Ibrahima alkitaba, bas hakika tuliwapa watu Ibrahim alkitab, tuliwapa kitabu, sawa, walhikma, vile vile tukawapa unabii. Alhikma kwa maana an-nubuwa, katika kauli za ahli alilm kwenda katika hili, sawa. Wa atainahum mulkan adhima, na tuliwapa vile vile ufalme uliokuwa mkubwa. Faminhum man amana bihi, mna miongoni mwao, faminhum, mna katika wao, man amana bihi, aliyomwamini huyo mtume. Wa minhum, na kuna miongoni mwao, man sadda anhu, aliyempa nyongo huyo mtume na kumkataa. Wakafa bi jahannama sa'ira, inatosha jahannam kuwa ni moto kali wenye kuwaka wao. Manake wale wenye kumkufuru mtume sallallahu alaihi wasallam na wale ambao walikuja nayo mtume wa Allah na amani. Faminhum, kuna miongoni mwao, sawa, katika wale ambao waliopewa sehemu katika kitabu, sehemu katika ilmu na Yahudi na Nasara, man amana bihi, kuna ambaye aliyomwamini mtume. Kuna watu ambao dhamiri wanarudishwa kwa mtume wetu Muhammad, kuna watu ambao dhamiri wanarudishwa katika Qur'an. Maana man amana bihi ay man amana bi Muhammadin, sawa. Na kuna wengine man amana bihi, manake man amana bil Qur'an al-Karim, mwenye kuiamini Qur'an. Zote sawa, kurudisha dhamiri katika Qur'an, sawa. Ukidha dhamiri kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sawa, sababu ya Qur'an si ndio mtume mwenyewe.
Qur'an ndio mtume. Wamasema jamani, kwani dini imesimama katika vitu viwili, Al-Qur'an wa Sunna, sio? Ni maana ni wamoja. Tayeb, faminhum man amana bihi, bas kuna katika wao ambaye aliomwamini mtume huyo, maana katika ahlul kitab. Wa minhum, na kuna miongoni mwao man sadda anhu, ambaye aliyejiepusha, aliyemkataa mtume huyo, alimpa nyongo mtume huyo, ukirudisha dhamiri kwa mtume. Au faminhum, kuna miongoni mwao man amana bihi, aliyoamini hiyo Qur'ani. Maana katika Mayahudi kuna ambao waliamini Qur'ani. Wa minhum man sadda anhu, na kuna miongoni mwao ambaye aliipa nyongo hiyo Qur'ani na akaipuuza. Wakafa bi jahannama sa'ira, na inatosha jahannam kuwa ni moto wenye kuwaka. Innal ladhina kafaru bi ayatina, hakika wale ambao waliokufuru aya zetu, sawfa nuslihim nara, kuna kidogo tutawaingiza wao katika moto, si muda mwingi. Kullama nadijat juluduhum, kila wakati zinapoiva ngozi zao, badalnahum juludan ghayraha, basi tunawabadilishia wao ngozi nyingine sio hizo. Hii ndio maana la yamutu fiha wala yahya. Sawa. Alafu liyadhuqu al-adhab, ili wapate kuionja adhabu. Inna Allaha kana azizan hakima, hakika Allah awe azizan, ni mwenye kushinda, ni mwenye nguvu, hakima, ni mwenye hikma katika mambo yake. Sawa. Hawa ni watu waovu, wasitaka kumwamini Allah tabaraka wa taala, na vile vile wasitaka kukubali utume wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Innal ladhina kafaru bi ayatina, hakika wale ambao wamekufuru, maana wamezikanusha aya zetu na yale ambayo aliyateremsha Allah katika aya zake na wahi wa vitabu vyake na dalili zake na hoja zake. Sawfa nuslihim nara, basi punde kidogo tutawaingiza wao katika moto, moto wa Allah tabaraka wa taala. Kullama nadijat juluduhum, kila wakati zinapoiva, maana zinapoungua zile ngozi zao. Nadijat maana ihtaraqat, na kila wakati zinapoiva ngozi zao, maana kila wakati zinapoungua zile ngozi zao, maana anaungua ule mtu wa moto na anaungua mpaka anakuwa ni mkaa. Alafu Allah tabaraka wa taala amunguza tena mpaka wakawa ni mkaa, alafu amsha tena hivi, ndio mashaka na kuendelea. Badalnahum juludan ghayraha, basi tunambadilisha yeye ngozi nyingine sio kwa hizo tango nyingine, aungua tena. Allah anasemaje? Liyadhuqa al-adhab, liyadhuqu al-adhab, liyadhuqu al-adhab, ili wapate kuionja adhabu. Ndio lengo lake, manake liyastamirra adhabuhum, ili pate kuendelea adhabu yao, wa alamuhum, na yale machungu yao yapate kuendelea. Inna Allaha kana azizan hakima, hakika Allah hakuacha kuwa ni mwenye nguvu na ni mwenye hikma. Walladhina amanu wa amilu salihat, na wale ambao waliamini na wakatenda matendo mema. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, tutawaingiza wao katika mabustani yapitayo chini yake mito ya aina mbalimbali katika mito ya peponi. Khalidina fiha abada, hali ya kukaa humo milele. Lahum fiha azwajun mutahhara, na watapata wao humo wake waliotaharishwa. Wanudkhiluhum dhillan dhalila, na tutawaingiza wao katika vivuli vizuri. Sawa. Hii ndio maana ya at-tarhib wa at-tarhib. Allah ametukufisha kwanza kidogo na moto wake, alafu anatufanyia targhib, kutupendezesha kutokana na neema ambazo amewaandalia katika waja wake wema. Walladhina amanu wa amilu salihat, wale ambao waliamini na wakatenda matendo mema. Ay walladhina tuma'annat qulubuhum bil-iman billahi ta'ala, wale ambao zimetulizana nyoyo zao kwa kumwamini Allah aliyakuwa ametukuka. Sawa. Watasdiq bi risalati rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kusadikisha ule ujumbe wa mtume wake ambaye Muhammad. Wastaqamu ala taa, na wakanyooka katika taa. Ile ndio maana waamilu salihat, na wakatenda matendo mema. Nudkhiluhum jannatin, tutawaingiza wao katika mabustani. Tajri min tahtiha al-anharu, upita chini yake mito ya aina mbalimbali, mito ya asali, mito ya maziwa, mito ya pombe, mvinyo ile, mito ya maji ambayo ghairi asi, maji yasioharibika, yasiovunda.
Kwa sawa, hii ni mito katika mito ya peponi ya aina 4. Khalidina fiha abada, hali ya kukaa humo milele, maana katika pepo, bimaana la yakhrujuna minha, hawatotoka katika hiyo pepo. Man dakhala fil janna, sawa, yoyote atakayeingia katika pepo hawezi kutoka. Allah tujalie katika hao ya Rabb. Lahum fiha azwajun mutahhara, wana wao katika hiyo pepo azwajun mutahhara, manake wake waliotaharisha, ay taharaha Allahu, Allah amewataharisha wake wao, min kulli adha, kutokana na kila udhia. Wanawake ambao hawana maudhi aina yoyote, maudhi ya kihisia wala maudhi ya kimaanawi, hawana, ni raha juu ya raha. Kwa sababu kifika hapo naona watu wanakwenda mtolea macho kweli, wajua jamaa tasherehesha tu. Wanudkhiluhum dhillan dhalila, na tutawaingiza wao katika vivuli vizuri, maana vivuli vile ambavyo vimenyoka katika vivuli vya nini kwa peponi. Mti mmoja wa peponi kivuli chake inaweza kuchukua takriban miaka 500 kimaliza. Ni mti mmoja takriban miaka 500 kivuli, maana kuna miti mikubwa sana, miti mikubwa mno. Sio vijimiti vyeni vya duniani, vijiti vifupi namna mbili bwana, vifupi kama hivi, kile mti mkubwa. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam katika Miraj alipoona ile sidratul muntaha, idh yaghsha sidrata ma yaghsha, sio? Naam, maana kule mtu umefunikwa na popo wa dhahabu. Jibril pale alimuona tena katika sura yake kimalakia, sura yake malaika, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha idh yaghsha sidrata ma yaghsha, lakini katika mtule mbele yake indaha jannatul ma'wa, mbele ya mti ule kuna upepo ya ukazi wa milele ya wanadamu. Kwa sawa? Tayeb. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha, hakika Allah anawaamrisha nyinyi kustekeleza amana, kuzifikisha amana za watu kwa wale wenyewe. Wa idha hakamtum baina an-nas an tahkumu bil adl, na pindi mtakapohukumu kati ya watu hukumuni kwa uadilifu. Inna Allaha na'imma ya'idhukum bihi, hakika Allah ni ubora ulioje kwa vile alivyowaonyeni, anavyowapa maonyo. Inna Allaha kana samian basira, hakika Allah hakuwa ni msikivu, manake anayasikia yale mnayosema. Basira ni muone, manake anayaona yale mnayoyatenda, manake hakuna kinachojificha. Na hivi ndio tunavyoamini kwamba Allah tabaraka wa taala yatasifu bis-sam', anasifika na sifa usikivu. Yatasifu bil-basar, anasifika na sifa ya kuona. Allah tabaraka wa taala usikivu wake upo katika kila mahali, uoni wake Allah upo katika kila mahali, lakini dhati ya Allah ala al-arsh. Hii ndio itikadi sahihi, na hii ndio maana ya tauhid al-asma' wa sifat, sio? Tayeb. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha, hakika Allah anawaamrisha nyinyi kuzitekeleza, kuzifikisha zile amana kwa wenyewe, manake ila ashabiha, kwa watu wake, usifanye khiana katika amana. Wa idha hakamtum baina an-nasi, na pindi mtakapohukumu kati ya watu, an tahkumu bil adl, anhi mufassira, manake hukumuni kwa uadilifu. An tahkumu bil adl, manake hukumuni kwa uadilifu, manake hukumuni kwa sawa sawa. Sawa. Inna Allah, hakika Allah, na'imma ya'idhukum bihi, ni ubora ulioje. Sawa, ya'idhukum bihi, kuwapa nyinyi mau'idha, kuwaonyeni nyinyi. Inna Allah kana samian basira, hakika Allah hakuwa ni msikivu aqwalikum, kwa matendo yenu, muttala ala sarair a'malikum, na mwenye kuchomezea ala sair a'malikum, juu ya baki ya matendo yenu. Basira manake ni mwenye kuona, ni muone, anaona kila kitu. Ya ayuha alladhina amanu atii'u Allah wa atii'u rasul, enyi ambao mnaamini mtiini Allah na mtii mtume, wa ulil amri minkum, na wale wenye mamlaka miongoni mwenu. Manake tuwatii viongozi, tuangalia kwamba kiongozi huyu ni mwema au si mwema, ni muovu au si muovu, maadamu kiongozi atakuwa atiiwe. Ndio tunavyoambiwa sisi, sawa sawa.
na sheria yetu inatuambia kwamba tuwatii viongozi wetu. Imekuja katika riwaya isma wa ati', maana kisikiliza na utii. Sawa, in duriba dhaharu, hata kama utapigwa mgongo wako, pigwa bakora, lakini sikiliza na utii. Sawa, kiongozi anatakiwa atiiwe mashetani. Fa in tanaza'tum fi shay, na kama mtazozana katika kitu chochote, katika jambo lolote, farudduhu ila Allah wa rasul, basi nirejesheni jambo hilo kwa Allah na mtume. Maana turejee katika kitabu na sunna, ndio marejeo yetu sisi. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa nyinyi mnamwamini Allah na siku ya mwisho, dhalika khairun, hilo ni bora zaidi, wa ahsanu ta'wila, sawa, na ndio mwisho uliokuwa mzuri zaidi, na ndio mwisho mzuri, ndio ahsanu ta'wila, na ndio mwisho mzuri, maana wa ahsanu aqibatan, ndio mwisho mzuri huo. Ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mlioamini, maana mlioamini Allah na siku ya mwisho, atiu llaha wa atiu rasul, mtiini Allah wa kufuata zile amri zake, na mtiini rasul, na mtiini mtume wa Allah, wale ambao kuja nao, wa ulul amri minkum, na wale viongozi wenye kuwatalia mambo yenu, fi ghairi ma'siyati llah. Lakini kiongozi atatiiwa pasi na kumwasi Allah. Yule kiongozi atakaamrisha mambo mema, atakatumtii sisi tukusikiliza, akiamrisha maasi tunakaa pembeni atufuate. Fa in tanaza'tum fi shay'in, na kama mtazozana, mtatofautiana katika jambo lolote kati yenu, farudduhu ila Allah wa rasul, basi nirudisheni jambo hilo kwa Allah na mtume. Kwa sawa, na hii ni raddu kwa wale wanasema shekhe kanena, ni raddu kwa wao, sababu mtu amletea aya, amletea hadithi, akamwambia kwani shekhe hizo hazioni? Lakini tukamwambia sisi turudi kwa shekhe, tuomba turudi kwenye kitabu na sunna katika jambo la dini. Sawa, manake mimi na wewe na shekhi sote tutakuwa tufuate kitabu na sunna. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa nyinyi mnamwamini Allah ukweli wa kumwamini, na vile vile mnaamini siku ya mwisho kwa yaumul hisab, dhalika khairun, hilo ni bora zaidi. Manake hilo la kurejea katika kitabu na sunna, khairi ni bora zaidi hilo, wa ahsanu ta'wila, na ndio mwisho mwema, ndio mwisho mzuri. Yani ili utafute mwisho mzuri katika nizai, watorejee katika kitabu, warejee kwenye sunna. Allah anasemaje katika hili? Mtume sallallahu alayhi wasallam alifunza hivi, huu utakuwa ni marejeo mzuri kabisa kuliko kuangalia sijui ukasema hivi mwanachonuka, ukasema hivi mwanacho. Tutajichanganya bure, turudi katika kitabu sunna. Na hii ndio maana tukamataneni na nini, na kitabu na sunna, alafu labda tuangalie mwenendo wa wema waliopita katika wale khulafa ar-rashidin. Ikiwa labda tumekosa katika dalili katika Qur'an, tumekosa katika dalili katika sunna, dhalika hilo, ay dhalika raddu ila alkitabi was sunna, maana hilo na kurejea katika kitabu na sunna, khairun, manake khairun lakum, ni bora zaidi kwa nyinyi, min at-tanazu'i, kuliko kule kuzozana na kugombana, wal qawl bil ra'i, na kule kuzungumza maneno kwa rai za wanawachuoni na rai za watu, wa ahsanu ta'wila, na ndio mwisho mzuri, ay wa ahsanu aqibatan wa ma'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.